Asante sana Amina Godson kutoka mkoani Lindi. Na sasa tupae katika rubaa za kimataifa, mtazamaji. Ureno imeungana na Australia, Canada, Ufaransa na Uingereza na mataifa mengine duniani kutangaza mpango wake wa kuitambua Palestina kama taifa. Wakati matunda ya maamuzi hayo yakisubiriwa kutolewa katika mkutano wa Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa kesho kutwa Jumatatu, Ureno imesema njia pekee ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati ni kuiacha Palestina ijitegemee kama taifa. Jackson Mwanuzi ana undani wa ripoti hii. Wakati mkutano wa Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa ukiendelea jijini New York nchini Marekani, Ureno imeungana na Australia, Canada, Ufaransa na Uingereza na kutangaza mpango wake wa kulitambua taifa la Palestina. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Ureno kwenye tovuti yake rasmi imesema kuwa utambuzi huo utafanyika Jumapili, huku Jumatatu kukitarajiwa kuwa na kongamano kuu juu ya utaifa wa Palestina kwenye Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa UNGA. Taarifa kutoka Ureno zilizochapishwa kwenye gazeti la Correio da Manhã zimesema waziri mkuu wa mrengo wa kulia wa nchi hiyo Luis Montenegro alishauriana na rais na bunge kabla ya kukamilisha uamuzi huo. Vile vile, gazeti hilo la Ureno lilitoa taarifa kuwa bunge la nchi hiyo limekuwa na mjadala mkubwa kuhusu Palestina kwa karibu miaka 15 baada ya pendekezo hilo kuwasilishwa bungeni kwa mara ya kwanza na chama cha siasa cha Left Bloc mwaka 2011. Uchunguzi wa kihistoria uliofanywa na Umoja wa Mataifa hivi karibuni umebaini kuwa vita vya Israel vinavyoendelea Gaza vimesababisha athari kubwa na kutajwa kuwa sawa na mauaji ya halaiki. Taarifa hiyo imeripoti kuwa watu 65,141 wameuawa na watu 165,925 wamejeruhiwa tangu mashambulizi ya Israel yalipoanza Oktoba 2023, huku wengine wakipotea na kudaiwa kufukiwa na vifusi. Ureno pia ilikuwa miongoni mwa nchi 145 zilizopiga kura Ijumaa wiki hii kuunda chaguo kwa rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas kuhutubia katika mkutano wa Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa jijini New York wiki ijayo kwa njia ya video baada ya Marekani kumnyima visa. Katika hali ya kuwa na maoni kinzani, mataifa ya Nauru, Palau, Paraguay, Israel pamoja na Marekani ndizo nchi 5 zilizopiga kura ya hapana. Katika hatua nyingine, Israel na Marekani zimekosoa vikali nchi zinazoelekea kuitambua Palestina, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema tangazo la Ufaransa ni uamuzi wa kizembe ambao unatumikia propaganda za Hamas. Jackson Mwanuzi, TBC. Asante sana Jackson Mwanuzi. Na mkutano mkuu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa utakuwa ni wa 80 tangu kuundwa kwa Umoja wa Mataifa mwaka 1945. Mtazamaji, kwa nukta hiyo ndio tunatia nanga katika Dira ya Mchana leo Jumamosi tarehe 20 Septemba mwaka 2025. Kwa niaba ya wenzangu wote chumba cha habari hapa TBC1, mimi ni Fredrick Nwaka. Asante sana na kwaheri kwa sasa.